Mimi naitwa Abu Bakari Sendeu, ni mwenyekiti wa Umoja wa Wanasalamu Tanzania, kwa kifupi tunaita UWASATA. Tunapozungumzia UWASATA inajumuisha vilabu vyote vya salamu Tanzania bara na visiwani, mikoa 31. Sisi wanasalamu lengo letu kubwa sana ni kuhamasisha amani, lakini kutafuta burudani ndani ya mioyo yetu. Tunapotuma salamu sisi tunapata amani, furaha. Tunamsalimia mtu ambaye hatujawahi kuonana naye kabisa. Lakini hii sio kwamba tumeanzisha sisi ambao leo nasema mimi ni mwenyekiti. Imeanza miaka mingi sana. Kama alivyosema meya hapo, miaka iliyopita mingi kulikuwa na wanasalamu. Ukimwambia tu mtu Zakaria Ndemfo anajua ni nani. Ukimwambia mtu Mwihiri wa Bare anajua huyu ni nani. Lakini Chesko mzee wa matunda anajua huyu anazungumzia nini ndani ya jiji la Dar es Salaam, wakina Mohamed Kiaiyai. Kwa hiyo sasa sisi kwa muda wetu ambao tumekuwa kwenye nafasi, tunataka kuifanya tasnia hii ya salamu na yenyewe iwe ni tasnia rasmi, irasimishwe na serikali kama zilivyo tasnia zingine, itambulike vizuri. Tumeshapata usajili ndani ya Wizara ya Mambo ya Ndani miaka 13 sasa hivi toka tumepata. Lakini tumekuwa tukifanya shughuli zetu kwa kujitegemea sisi wenyewe. Tunachangishana fedha sisi wenyewe, tunasafiri mikoa tofauti tofauti. Sisi tumeshasafiri mikoa zaidi ya 19 mpaka sasa hivi. Kila mwaka tunafanya matamasha kila mkoa tunaopendekeza sisi. Kwa sasa tumefika Dar es Salaam kwa maana ya Temeke kwa Mheshimiwa Meya. Tumemwambia ya kwetu ambayo yanaweza yakawezeshwa na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia wasaidizi wake akiwemo yeye. Na nyinyi vyombo vya habari pia mnafahamu kabisa kwamba sisi tunategemeana. Chombo cha habari kinamtegemea sana mwanasalamu kwa sababu salamu inapoanzishwa na chombo cha habari kinakuwepo. Chombo cha habari kinaweza kikawa minara yake imezima Bagamoyo, lakini mwanasalamu akapiga simu na kusema mbona huku Bagamoyo hatuwasikii. Hiyo sisi tunakuwa na sisi ni mnara kumbe bila kujitambua. Kwa hiyo tunataka na vyombo vya habari vitambue sisi ni muhimu kwao kama sisi tunavyotambua wao ni muhimu katika taifa hili la Tanzania kwa kufikisha ujumbe mzuri. Sasa niwaambie wanasalamu kupitia mwenyekiti wetu wa meya wa Temeke kama alivyozungumza kwenye hotuba yake. Na sisi wanasalamu tusimame pale pale, tutekeleze yale ambayo yanatakiwa kwenye hili taifa. Msingi mkubwa ni kutafuta amani. Amani kisha potea, basi hata vocha huwezi kwenda kununua. Ushahidi tunao kwa siku zilizopita hapa mwishoni mwa mwaka jana, watu walikaa ndani na simu yako na simu pia haifanyi kazi yoyote. Kwa hiyo tunatafuta amani kwa nguvu zote, kwa gharama zozote, ili kumuunga mkono Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi nakushukuru sana Mheshimiwa, na yale yote uliyozungumza tutafanya kila liwezekanalo. Siku uliotuambia tutafika ofisini kwako bila kupoteza muda. Na hii yote ni safari ya kuelekea mikoa mingine zaidi Tanzania bara na visiwani. Karibuni sana. Asante sana. Malengo ya tuzo hizi kwanza ni heshima kwa waliotangulia, wanasalamu waliotangulia. Tunataka kuwakumbuka na kuwapa heshima zao. Ndio maana tukasema hizi ni tuzo za heshima kwa wakongwe wa salamu. Tunarudisha tabasamu. Watu sasa hivi hawasikiki, labda ni kwa sababu ya teknolojia, vyombo vya habari vimekuwa vingi. Lakini mwingine amekata tamaa. Mwingine mpaka sasa hivi unaweza kukuta hata afya yake sio nzuri. Inatakiwa tufikie hatua sisi tuwatambue hao wakongwe, labda na tuwapiganie katika bima za afya, lakini na taasisi zingine ziwasaidie. Hayo ndio malengo makubwa, kuwapa heshima yao wakongwe wa salamu waliotangulia. Na hizi tuzo tumesema tumezindua leo, maanake zitafanyika tarehe 30 siku ya marafiki duniani. Zitaanzia hapa Dar es Salaam, lakini mwakani zitaenda mikoa mingine tofauti tofauti, na kategori zitabadilika kutoka kwenye tuzo za wakongwe, lakini hata chombo cha habari tunaweza tukakipa tuzo kwa kututhamini, lakini kwa kuonyesha kile kipindi cha salamu ambacho sisi tunashiriki ni kipindi bora. Kwa hiyo na nyinyi wanahabari pia mjitahidi kwenye vipindi vyenu, mtujali, tutapata tuzo. Hii ni mwanzo tu, tutazunguka Tanzania nzima. Wanasalamu bora na wajiandae.